Basi walikuwepo watu 4 wenye ukoma penye lango la mji, wakasemezana, mbona tunakaa hapa hata tufe? Tukisema tunaingia mjini mna njaa, nasi tutakufa humo, nasi tukikaa mahali hapa tutakufa vile vile. Haya, twende tukaliendee jeshi la Washami, wakituhifadhi hai tutaishi, wakituua tutakufa. Basi wakaondoka kabla mapambazuko, ili waende mpaka kituo cha Washami, na walipofika mwanzo wa kimo cha Washami, kumbe hapana mtu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Ninataka kunena na mtu wa Mungu ambaye umefika kipindi ambacho cha kukata tamaa. Umefika mahali ambapo unaona ya kwamba wewe huwezi chochote. Unaona ya kwamba wewe umetengwa. Unaona ya kwamba wewe umeachwa. Maandiko yanasema ya kwamba kulikuwepo na watu 4, watu ambao walikuwa na ugonjwa wa ukoma, watu ambao walikuwa wanajua ya kwamba hawafai, maana katika mji ule kulikuwa na njaa mingi sana. Ukirudi katika mstari wa nyuma nakwambia kwamba katika nchi ile kulikosekana chakula, maana watu wa nchi ile waliuza vichwa vya punda na wakauza hata na mafi ya njiwa. Bwana apewe sifa. Maana katika mji wa Samaria kulikuwa kumezingirwa na njaa kubwa ambayo haijawahi kuonekana. Watu wale wakatazamana, wakasemezana, tutafanya namna gani? Tukisema tukae mahali hapa tutakufa na njaa. Tukisema twende mjini kuna njaa. Lakini wakatazamana, wakaulizana, tutatenda jambo gani? Sema haya. Maana walikuwa wanajua kwamba hakuna kitu ambacho sisi tunaweza. Kitu cha kwanza, sisi ni wagonjwa, sisi ni wadhaifu, hatuwezi kwenda kule mjini. Kuna jeshi la Washami, tukisema twende kule tutauawa. Tukisema tukae mahali hapa vile tutakufa. Sema haleluya. Bwana apewe sifa. Neno la Mungu linatuambia kwamba walikuwa wamekata tamaa, walikuwa wanaona ya kwamba hawawezi. Wakitazamana wanaona mili yao ni midhaifu, wakitazamana mji umejaa njaa, kule mjini kuna wanajeshi, wakiulizana tutatenda jambo gani? Lakini wakaambiana ya kwamba hata tukisema twende mjini kuna njaa, tutakufa mahali pale, na pia kuna wanajeshi, na tukisema tukae mahali hapa pia tutakufa. Bwana Yesu asifiwe. Wakatazamana, wakasemezana mioyoni mwao, wakasema ya kwamba ni heri twende kule mjini. Hata kama watatuhifadhi sawa, tutaishi tukiwa hai, na kama watu wale watatuua, basi itakuwa sawa, tutakufa vile vile. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Maandiko yanatufundisha ya kwamba wale watu walikuwa wameishi mahali pamoja, walikuwa ni wadhaifu, walikuwa ni watu wagonjwa, walikuwa hawana chochote. Nchi yao ilikuwa imejaa njaa, hawawezi kupata kitu chochote, maana kitu ambacho kilikuwa kinauzwa Samaria yalikuwa ni vichwa vya punda na mafi ya njiwa. Bwana apewe sifa. Wakatazamana, wakasema tutafanya namna gani? Tukisema twende kule mjini tutauawa, maana kule mjini kuna jeshi la Washami. Tukisema tukae mahali hapa pia tutakufa, maana mahali hapa kuna njaa. Wakatazamana, lakini wakatoa uamuzi kutoka ndani ya moyo wao. Sema haleluya. Wakatoa uamuzi katika moyo, wakasema ya kwamba ni heri twende. Kama watatuhifadhi salama tutaishi, na kama watatuua pia tuko tayari kufa. Bwana apewe sifa. Maandiko yanatufundisha ya kwamba wakati mwingine unahitaji uamuzi kutoka ndani ya moyo. Wakati mwingine unahitaji kujipa nguvu. Wakati mwingine usitazame udhaifu wako. Watu watakuona kuwa mdhaifu, watu wanakujua kuwa mgonjwa, lakini tazama, utoa uamuzi kutoka ndani ya moyo. Bwana Yesu asifiwe. Maana mahali pale walijua tutakufa, na sasa tukule tunakimbilia pia tutakufa. Kwa hivyo tuamue, kama ni kufa wacha
tunahitaji ujasiri, tunahitaji kupata ujasiri na kutoa uamuzi katika moyo. Maana walitazamana wakazungumza, wakasema tutafanya jambo gani? Lakini tukisema tukae mahali hapa tutakufa na njaa. Na kule mjini tukisema tuende kule kuna wanajeshi na vile vile kuna njaa katika mji. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Maandiko yanasema ya kwamba basi wakaondoka kabla ya kupambazuka ili waende mpaka kituo cha Washami, na walipofika mwanzo wa kimo cha Washami, kumbe hapana mtu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Walitoka, waliamua uamuzi kutoka ndani ya moyo, wakaondoka wakasema ni heri twende tufe tukijaribu. Bwana apewe sifa. Amen. Ni heri kufa ukijaribu kuliko uogope tu ukisema ya kwamba mimi sina nguvu, mimi siwezi kuimba kanisani, nitakarwara, nitakurasendi, mimi sionekani, mimi siwezi kuomba. Wakati mwingine maandiko yanasema ya kwamba toa uamuzi katika moyo. Inahitaji uamuzi. Usitazame watu watakuchukua namna gani. Usitazame maisha ambayo umekuwa ukiishi. Usitazame mali ambazo uko nazo. Usitazame umasikini ambao uko nao. Maandiko yanasema ya kwamba wakati mwingine ukihitaji uponyaji, ni wema kutoa uamuzi. Bwana Yesu asifiwe. Maana walijua kule tunaenda kuuawa. Tukikaa mahali hapa pia tutakufa, lakini tutoe uamuzi. Kama watatuweka salama tutaishi, lakini kama bado watatuua basi watatufe. Bwana Yesu asifiwe. Wacha kufa moyo, wacha kuogopa. Afadhali ukufe ukijaribu kuliko kuishi ukiogopa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Kuna watu ambao wanaweza kuwekea vitisho. Kuna watu ambao wanaweza kutazama, wanakuugua moyo, wanakuambia kwamba wewe huwezi, wanakuuliza wewe una nini, wanasema wewe hujui kuomba, wanasema wewe hujui kusoma. Lakini wakati mwingine kama ni kitu kiko ndani ya moyo wako, kinahitaji uamuzi. Amen. Bwana Yesu. Amen. Wacha kuogopa vitisho vyao. Maandiko yanasema ya kwamba na kwa maana Bwana alikuwa amewasikisha Washami kishindo cha miendo ya magari na kishindo cha farasi kama kishindo cha jeshi kubwa. Bwana alikuwa nao, alikuwa amewatangulia. Wale watu walikuwa wadhaifu, walikuwa ni watu wagonjwa, lakini walipokuwa wakikanyaga wakienda, maandiko yanasema ya kwamba Bwana alitia nguvu ndani mwao. Walipokuwa wakikanyaga, ilionekana kama ni jeshi kubwa, na Washami waliposikia wakaondoka katika mji. Na walipoondoka mahali pale, watu hawa walipata chakula na wakamiliki vitu. Lakini kama hawangetoa uamuzi, wangekufa na njaa mahali pale. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu alikuwa nao, na Mungu akatazama maisha ambayo wanaishi. Mungu akajua kwamba hawana chochote. Mungu akawatia nguvu, akatia pumzi katika miguu yao. Maandiko yanasema ya kwamba walipokuwa wakikanyaga, kishindo chao kilikuwa ni kama cha jeshi kubwa. Magari yao yalikuwa ni kama magari ya vita. Bwana apewe sifa. Amen. Ni kwa sababu ya kutoa uamuzi katika moyo. Vitu vingine zinataka uamue. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana apewe sifa. Amen. Usijitazame umezaliwa katika familia gani. Usijitazame wewe huna mali. Usijitazame maisha unayoishi ya unyonge. Tunaambiwa wale watu walikuwa watu wagonjwa, walikuwa watu wenye ukoma, lakini Mungu aliwaweka pumzi ndani mwao. Walipokuwa wakikanyaga, lilionekana ni jeshi kubwa, na wale askari ambao walikuwa pale wa Washami, lile jeshi likaondoka.
maana nilijua kuna jeshi ambalo limetoka Samaria linakuja. Na walipokaribia yule mlango, maandiko inasema ya kwamba walipokaribia kwenye kituo cha ule mlango, hakuna mtu aliyekuwa mahali pale, maana Mungu alikuwa ashawaondoa. Walisikia kishindo chao ni kama jeshi kubwa ambalo linakuja. Naongea na mtu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Wakati mwingine usitazame unyonge wako. Wakati mwingine usitazame kwamba wewe hujui kuomba. Usitazame wewe hujui kuimba. Usitazame kwamba wewe hujui kuhubiri. Lakini Mungu anapokuwa na wewe, anasema ya kwamba atatia pumzi ndani mwako. Wakati utasimama tu, watu watakusikiza, maana kuna kitu unataka kusema. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Maana Mungu anakuwa ndani. Mungu alikuwa ndani ya wale watu. Maandiko yanasema alitia pumzi kwenye miguu yao. Walipokuwa wakikanyaga, wale jeshi la Washami lilikuwa linasikia ni kama ni jeshi kubwa ambalo limetoka Samaria linakuja. Wakaondoka mbio, wakaondokea usalama wa maisha yao. Na wale walipokaribia katika ule mji, maandiko yanasema ya kwamba hakuna mtu aliyekuwa mahali pale. Walikuwa wote wameondoka. Kwa hivyo walikuwa wamewaachia nafasi waingie katika mji, wamiliki vile vyakula ambavyo walikuwa wanahitaji. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mahali ambapo unaogopa ndio mahali ambapo kuna baraka zako. Mahali ambapo unaogopa kusonga ndio mahali ambapo Mungu ameandaa baraka zako. Ndio mahali Mungu ameandaa njia. Usiangalie maisha yako, usiangalie jamii ambayo umetoka ndani, usiangalie wazazi, usiangalie watu ambao wako karibu na wewe, lakini jipe moyo, toka, maana Mungu yuko pamoja na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wale watu wako na mtu watalilia. Walikuwa tu watu wanne. Maandiko yanasema walikuwa ni watu wanne, watu wenye ukoma, watu walikuwa wagonjwa, hawana hata nguvu, hawana chochote katika nchi, maana mahali pale kulikuwa kumejaa njaa katika ule mji, hakuna kitu chochote. Lakini Mungu amewaandalia nafasi nyingine, lakini kama wangeogopa hawangepokea vyakula katika nchi nyingine. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu ameandaa njia mahali ambapo unaogopa kuenda. Mungu ameandaa makazi mema mahali ambapo umeogopa kuenda. Mungu ameandaa mema mahali ambapo unaogopa kwenda. Ni wewe tu kuchukua uamuzi kutoka ndani ya moyo, ukaamue kusonga. Utakapokuwa ukikanyaga, Mungu atafanya pumzi ndani ya miguu yako, mtakanyaga ni kama watu wengi. Bwana Yesu asifiwe. Unatembea ni kama watu wengi. Nafundishana watu, nawaambia kule kanisani, nawaambiaga ya kwamba unapotembea, tembea kama tajiri. Bwana Yesu asifiwe. Tajiri naonaga wanatembea, sijui kama inakuanga ni weakness ama nini, nafungua ya gari tosha yake kwa mfuko. Bwana Yesu asifiwe. Wanatembeaga na funguo ya gari kwa mkono. Sasa nikaambia wale watu wangu aje, kama watajiri watatembea hivi na wewe huna gari, basi tembea na za nyumba kwa mkono. Bwana Yesu asifiwe. Maana unataka uishi maisha kama yao, ni afadhali ujaribu kuliko kuogopa. Nikamwambia kwamba maisha ambayo unaishi, unaweza kuwa unaishi nyumba ambayo unapitia changamoto nyingi, unaishi katika kanyumba kadogo. Wakati tunakuombea Mungu afungue njia usonge katika nyumba nyingine, unaanza kuuliza, pastor, nitatoa wapi pesa ya kulipa hiyo nyumba? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ushaogopa, haujui kama kuna Mungu ambaye anatia pumzi ndani ya watu. Unasema ya kwamba mwaka huu nimechoka kuajiriwa, nataka tu nipate pesa nijiajiri. Unaanza kusema mimi nitaweza biashara kweli? Kwetu hakuna mtu alikuwa anafanya biashara. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna watu wengine wanataka tu kuolewa, lakini mtu anafika mahali anauliza, mimi nitaweza ndoa kweli? Ni afadhali ujaribu, afadhali uwe siku mbili, ikishindikana utaekwa kwa register, alijaribu. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Alijaribu akashindwa. Wazungu wanasemanga better die trying than. Mimi ndio namaliziana na mlagani. Bwana Yesu asifiwe. Ni afadhali ukufe ukijaribu kuliko kuogopa tu. Kila kitu watu wanafanya, wewe unaogopa. Watu wanaimba kanisani, wewe unaogopa. Watu wanaingia katika toba, wewe unaogopa. Unasema kanisa yetu sisi huwa hatutubu.
Kanisa yetu sisi hatuombi namna hii, maana umeogopa. Lakini maandiko imetupa neno, nasema kwamba Mungu anaenda kutia pumzi ndani mwenu. Chochote mtakachofanya kitaonekana kimefanywa na jeshi kubwa. Mungu alikuwa na sababu leo umeingia kanisa nusu. Bwana Yesu asifiwe. Maana tungekuwa na watu wamejaa hapo, kuna watu wangekuwa wamelala saa hii. Kuna watu wangekuwa wanasengenya wengine. Lakini saa hii ushasengenya, umemaliza wote. Sasa labda urudie. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo Mungu anapotaka kutenda nafasi ndani mwako, Mungu anapotaka kukusogeza, usitazame mahali ambapo umetoka, usitazame mwili wako, usitazame maisha yako. Wewe songa, maana Mungu yuko na wewe, anaenda kuondoa kila vikwazo, maana ana maisha mema ambayo amekuandalia mbele. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wakati mwingine wacha kuogopa. Wakati mwingine tukisema tunataka kuomba mahali hapa, usiogope. Usiseme kanisa yetu hatuombangi hivyo. Kanisa yetu huwa hatuimbi sana. Kanisa yetu hatuhubiriwangi hivyo. Mungu anaweza kuwa ameandaa mkesha wa leo uweze kufika mahali hapa, ni kwa ajili ya kuchukua baraka zako. Maana amesema ya kwamba watu wale walitazamana katika nchi ya kukuwa na chakula, wakaona ya kwamba ndio mwisho wa maisha yao, hawakuwa na kitu kingine cha kukula. Wakatazamana wakasema, tukiishi tu maisha haya tutakufa, na pia tukienda kule mjini tutakufa. Kwa hivyo ni heri tufe tukijaribu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nikimalizia nasema ya kwamba kwa hiyo wakakimbia kungali giza bado, wakaziacha hema zao na farasi zao na punda zao na kimo chao vile vile kama kilivyokuwa, wakakimbia wapate kujiponya nafsi zao. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Maana wale wanajeshi wote walikuwa wameondoka, wamewaachia mji. Sasa walikuwa wamejitawala, wale wameacha hema zao, wameacha punda zao, wameacha kila kitu ambacho walikuwa nacho mahali pale. Kila mtu amekimbilia usalama wake. Maandiko yanasema ya kwamba wale ambao walikuwa wamedharauliwa, wale ambao walionekana wagonjwa, walivyochukua jukumu la kwenda mahali pale, walipata nafasi ya kumiliki mji, ya kujituliza nafsi zao. Kila mtu alikuwa anachukua kitu ambacho anahitaji. Bwana Yesu asifiwe. Nakumbuka ya kwamba walipokuwa huku walikuwa ni watu ambao ni wachache, lakini wakati wanatembea linaonekana ni jeshi ambalo ni kubwa zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wakati mwingine Mungu anaweza tenga mkesha kama huu ni kwa ajili ya wewe ukombolewe kupitia mkesha kama huu. Anajua kwamba katika mkesha mwingi kuna watu wanaweza kuzuia kuomba, lakini mkesha wa watu wachache Mungu anaweza kutia nguvu, mkesha ukawe mzuri, mkesha watu wakakombolewe, mkesha watu wakainuliwe. Maana kuna watu wamelala tu kwa nyumba ya makusudi. Wacha tuone kama wataendesha kesha. Wakiwa wachache wacha tuone. Nataka tuwagomee mpaka wafike mahali kesha ifunge. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nataka tugome mpaka ifike mahali watu waseme watu wakuji kwa kesha, sasa hakuna kesha. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini maandiko inatuambia walikuwa ni watu wenye ukoma. Walikuwa ni watu wadhaifu. Wakasemezana, wakatazamana, wakitazama nyuma, nchi yote imekuwa ni njaa. Hakuna kitu ambacho unaweza kula. Ni wewe uchukue jukumu la kusonga mbele. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wakati mwingine inahitaji ushujaa wa kusonga mbele. Wacha kusikiza vitisho. Usiogope vitisho. Mungu amekuandalia njia kule mbele. Mungu anapanga ameandaa kitu ambacho unaenda kutenda kule mbele. Mungu anapanga ameandaa unaenda kupokea kitu kiama kule mbele. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Malizia na mstari mdogo. Tunapotaka kusimama, tunataka kuingia kwa toba. Tunataka tuingie kwa toba. Watu watubu waweze kufunguka kutoka katika mifungo. Tukishatoka ndani ya toba, tunataka kuomba mahali hapa. Bwana Yesu asifiwe. Maana kuna nguvu katika maombi. Watu wao walipokuwa na imani,
waliamua kutembea wakisema ya kwamba wacha sisi twende, kile kitatupata wacha kitupate kule mbele. Kwa hivyo ile imani ambayo ilikuwa nao ndio nataka imani ambayo utatembea nayo. Nataka mwaka huu jipe imani ukijua ya kwamba sijui kama nitafika Disemba, lakini ninaandika mipango yangu, ninaomba kwa hii mipango, maana ninajua niko na Bwana. Bwana Yesu apewe sifa. Warumi 9 mstari wa 16. Mstari wa 15. Kitabu cha Warumi. Msomaji aliyepata Warumi. Nataka tunapomaliza tunasimama ni kwa ajili ya kuingia katika toba. Tunapoingia katika toba, watu wafunguliwe, watu watoke katika vifungo, watu watoke katika laana za ukoo, watu watoke katika vitu ambavyo ni vya kuwaua moyo, watu watoke katika vitu ambavyo ni uoga, tutoke katika uoga. Mtu ako na kipawa ya kuimba lakini hawezi imba kanisani, anaogopa. Nasema kwetu hakunanga mwimbaji. Nikianza kuimba watu wataniangalia aje? Nikianza kuomba watu wataniangalia aje? Sasa unakuja kanisani uombi, watu wanaomba wanafunguliwa, wewe unabaki unahangaika, unabaki tu na shida. Unakuja kanisani badala ya kufunguliwa, badala ya kubarikiwa, unabaki tu ukiishi katika shida, unabaki ukiishi katika mateso. Aliyepata Warumi 9 mstari wa 15. Warumi 9 kuanzia 15 inasema, maana awaambia Musa, nitamrehemu yeye nimrehemuye. Yes. Nitamrehemia yeye nimrehemiaye. 16. Basi kama ni hivi, si katika uwezo wa yule atakaye, wala yule apigaye mbio, bali yule arehemuye, yani Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anasema ya kwamba nitaenda kurehemu yule ambaye anarehemu. Mungu anapopeana, yaani kuna vitu vingine Mungu anasema ya kwamba yeye ndio Mungu ambaye anatenda. Yeye Mungu ndio Mungu ambaye anarehemu. Yeye Mungu ndio Mungu ambaye anapeana, na atapea yule ambaye atampea, na atarehemu yule. Ai, Bwana Yesu asifiwe. Kuna wakati mwingine wacha kupigana vita vyako mwenyewe. Kuna yeye Mungu ambaye anapigania vita. Na kama Mungu ndio mwenye kupigana, basi wewe uhitajiki kupigana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unapata Mkristo anakuambia kwamba unamsalimia, unamuuliza mnaendeleaje Nairobi? Anakuambia tunang'ang'ana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Si huo mnasema hivyo? Tunang'ang'ana. Kuna yeye Mungu ambaye anatung'ang'ania. Mkristo hufai kung'ang'ana. Wakati unamkubali Yesu Kristo katika maisha yako, muache akung'ang'anie. Mwambie neema inatosha, maana kuna mtu ambaye anang'ang'ana. Neema inatosha, maana kuna mtu anayerehemu. Wewe huwezi rehemu. Maandiko inasema ya kwamba, kuna mahali pia inasema ya kwamba kuna watu ambao wanaamka mapema ni kwa ajili ya kutenda kazi zao, wanajichokesha kwa ajili ya kutenda kazi zao, wanachelewa kulala ni kwa ajili ya maisha yao, wanajipigania wenyewe ni kwa ajili ya maisha yao. Lakini kunaye Mungu ambaye anabariki kwa wakati wake. Mungu akitaka kukubariki hata hauta struggle, hata hautang'ang'ana. Anasema ya kwamba mstari wa 16 inasema namna gani? Anarehemu yeye arehemuye. Wakati Mungu akitaka kubariki, haitaangalia umefanya kazi miaka ngapi, hata angalia umekaa katika huduma miaka ngapi. Mungu anaweza kutoa mtu nyuma, mtu asiyekuwa anajulikana, mtu aliyekuwa wachini, mtu ambaye walikuwa wanaona hana future. Maana ni Mungu anayerehemu, anamrehemu, anakuja anakupita tu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Maana kunaye Mungu ambaye anarehemu, kunaye Mungu ambaye anabariki. Kuna wakati mwingine unapokuwa katika maombi unaanza kusema ya kwamba Mungu, watoto wangu ninawabariki, si wewe unabariki. Kunaye Mungu anayebariki. Amen.
Bwana Yesu asifiwe. Wacha kung'ang'ana, wacha kubariki watoto na lazima. Sio wewe unayebariki, ni Mungu anayebariki. Mwambie Mungu, ninakuomba ukabariki watoto wangu, ninakuomba ukarehemu watoto wangu, maana ni yeye mwenye rehema. Bwana Yesu asifiwe. Somo 16 inasema namna gani? Mstari wa 16. 16 inasema basi kama ni hivi, si katika uwezo wa yule atakaye. Si katika uwezo wako, si katika uwezo wa yule atakaye, bali wala wa yule apigaye mbio. Yes. Bali ni yule aremuye, yani ni Mungu. Yes, 17 inasema kwa maana maandiko yasema juu ya Farao ya kwamba nilikusimamisha kwa kusudi hili, ili nionyeshe nguvu zangu kwako, jina langu likatangazwa katika nchi yote. Bwana abariki andiko. Asante sana mama Joy. Bwana Yesu asifiwe. Mungu akamwambia Farao, nilikusimamisha na kusudi, maana jina langu liweze kudhihirika ndani mwako. Mungu alimsimamisha Farao na kusudi. Sio tu Farao ambaye aliamka tu akaanza nataka niwe kiongozi wa Misri. Mungu alimsimamisha na kusudi. Mungu amekuamsha na kusudi, mpendwa, maana kusudi la Mungu lionekane ndani mwako. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anapokuinua, anakuinua na kusudi, maana anataka kusudi lake lionekane ndani mwako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo kuna vita vingine ambavyo unapiga, haufai kupiga vile vita. Vile vita mwachie Mungu. Kunaye Mungu anayepiga vita. Kuna kazi ambayo unaomba kwa ajili ya kung'ang'ana. Haupasi kung'ang'ana, mpendwa. Maandiko imekufundisha ya kwamba nitamrehemu yeye arehemuye, maana Mungu ndiye mwenye rehema. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ni kipindi ambacho unapaswa wakati mwingine ukisoma Biblia, wakati mwingine unapoanza kuimba, wakati mwingine wakati unaanza kuomba, usiombe kwa nguvu zako. Kunaye Mungu ambaye anakutia nguvu, ni kwa ajili ya kuomba. Bwana apewe sifa. Sijui kama naongea na mtu wa Mungu. Bwana apewe sifa. Wacha kusema ninang'ang'ana. Wewe una uwezo wa kung'ang'ana. Kunaye Mungu anayetung'ang'ania. Wewe una uwezo wa kubariki. Ati ninakubariki. Wewe una uwezo wa kubariki. Kunaye Mungu ambaye anatupa uwezo wa kubariki. Anasema ya kwamba nilimsimamisha Farao na kusudi langu, ili neno langu lidhihirike ndani mwake. Bwana Yesu asifiwe. Mungu amekuamsha, si kwamba ulifaa tu uamke. Wakati unatembea, wakati umekuja kesha, naona wengine wanalala. Si kwamba umekosa mahali pa kulala. Kuna kusudi la Mungu ambalo anataka lidhihirike ndani mwako. Bwana Yesu asifiwe. Kuna vitu vingine wewe huwezi panga safari ya mwanadamu. Hata kama umezaliwa na yeye, hata kama umetembea na yeye, una uwezo wa kupanga maisha yake, maana kunaye Mungu anayepanga. Kunaye Mungu anayebariki. Kunaye Mungu anayeinua, maana anataka kusudi lake lionekane ndani mwetu. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana unaona wakati tunabarikiwa tunasema asante Mungu. Yaani utukufu mrudie Mungu, maana ndiye ambaye sababisha. Bwana Yesu asifiwe. Wataka tukusema leo nimepata riziki zangu, leo nimejaribu sana, nimeng'ang'ana sana. Hii ni jasho yangu, si jasho yako. Kunaye Mungu ambaye ameingilia kati. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kusudi la Mungu liweze kuonekana ndani mwako. Alimuinua Farao, alimsimamisha Farao, ndipo kusudi lake liweze kuonekana ndani mwake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wakati Mungu anakuamsha, wakati Mungu anakutembeza, wakati Mungu anakuchagua, anataka kusudi lake
lidhihirike ndani mwake kwamba yeye ni Mungu ambaye amesababisha. Sio mambo ambayo yamepangwa na mwanadamu, ni mambo ambayo Mungu mwenyewe anataka kusudi lake lidhihirike ndani mwake. Bwana Yesu asifiwe. Leo kuna watu ambao wameamuka sasa hivi wakokesha, wamejifanya wengine wanalala, wengine wako tuna mawazo tofauti, sababu ni Valentine. Nataka nikuambia kwamba katika hiyo Valentine isikuwe katika mawazo yako. Katika mwaka mzima unasherehekea siku moja, mnakosana hata unakuja ndoa sababu ya siku moja. Ukisoma kitabu cha Yohana 3:16, maandiko inasema ya kwamba Mungu aliupenda ulimwengu na hata akamtoa mwanawe wa pekee ili kila mtu amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Bwana Yesu asifiwe. Mungu aliupenda ulimwengu. Upendo haujaanza Valentine. Mungu aliupenda na hata akamtoa mwanawe wa pekee. Kwa hivyo mambo yako hayatakuwa na dhamana kuliko mwana wa pekee ambaye Mungu alimtoa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo afadhali utoke hapa na neno ambalo litakusaidia kuliko kutoka hapa na mawazo ambayo tutamaliza kesho saa ngapi twende kusherehekea Valentine. Valentine, mtu ambaye anakupenda hafai kukuonyesha na maua. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anasema kwamba aliupenda ulimwengu akamtoa mwanawe wa pekee. Sasa kama umeishi na mtu miaka mingi, umeishi na mtu leo tu ndio unataka kumuonyesha unampenda. Kama unapenda mtu, mpende kutoka ndani ya moyo. Kuonyesha mapenzi ya maua na kununuliana vitabu, hakuna kitu ambacho kinaonyesha kwa ufalme wa mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Kama unampenda, basi muonyeshe kwa vitendo. Mweke katika maisha ambayo ni ya Kikristo. Mhubirie, umwambie Mungu alimpenda ulimwengu akamtoa mwanawe wa pekee ili amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Bwana Yesu asifiwe. Kama kuna mtu wa Mungu ambaye nimeongea naye siku ya leo, ninajua neno hili limekubariki. Ninajua kuna kitu ambacho nimekufundisha. Kunaye Mungu ambaye anakusimamisha ili kusudi lake lionekane ndani mwako. Bwana Yesu asifiwe. Na tena imesema ya kwamba, na kitabu ambacho tulianza nacho, usitazame udhaifu wako, usitazame nyumba ambayo umezaliwa ndani, usitazame ndoa ambayo umeoleka ndani, usitazame nyumba ambayo umetoka ukikuja kesha, bali wewe simama, toa maamuzi katika moyo kwa ajili ya kutenda kazi ya Mungu. Nataka tusimame. Usipite Mwokozi,